Shirika la Afya Duniani WHO limewarai rasmi Kenya kwenye orodha ya matumizi ya dharura kipimo cha maabara kugundua virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo. Hatua hiyo inajiri wakati ambapo Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Uganda zinakabiliana na mlipuko mkubwa wa ugonjwa huo ambao tayari umeathiri maelfu ya watu. Mwanahabari wetu Susan Locho ana mengi zaidi. Katika juhudi za kukabiliana na mlipuko wa Ebola aina ya Bundibugyo, shirika la afya duniani limeidhinisha kipimo kipya cha maabara kinachojulikana kama Altona Real Star Filovirus Screen RT-PCR kit kwa matumizi ya dharura. Kipimo hiki kina uwezo wa kutambua virusi vya Ebola kwa haraka kupitia sampuli ya damu kwa kutambua vinasaba vya virusi hivyo, hatua inayosaidia kuthibitisha maambukizi kwa usahihi mkubwa. WHO inasema kupitia mfumo wa Emergency Use Listing, bidhaa za afya hukaguliwa ili kuhakikisha zinakidhi viwango vya ubora, usalama na ufanisi, hasa wakati wa dharura za kiafya. Lengo ni kusaidia nchi kupata vipimo vya kuaminika kwa haraka ili kuwezesha utambulizi wa mapema, matibabu ya wakati na kudhibiti kuenea kwa maambukizi. Takwimu zinaonyesha zaidi ya kesi 1400 na vifo zaidi ya 400 tayari vimeripotiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pekee. Kwa sasa, kwa msaada wa WHO na Africa CDC, uwezo wa maabara umeongezeka kutoka vituo vichache hadi mitandao wa maabara 10 na hivyo kuongeza uwezo wa upimaji hadi zaidi ya vipimo 2000 kwa siku. Shirika la Afya Duniani linaendelea kushirikiana na wadau kuhakikisha upatikanaji wa vipimo salama na vya kuaminika ili kusaidia kudhibiti mlipuko huo. Susan Locho, TV47, Nairobi.